mtazamaji wa Tanganyika TV, baada ya kusikia malalamiko ya wafanyabiashara ambao wanachuruza samaki msoko wa Jetem jijini Baraka. Ukiangalia ni soko la serikali, iko vizuri na wachuruzaji wanasema kwamba wanapata nafuu sana ikiwa wakati wa jua. Ile ikifika wakati wa mvua wanakuwa na mapungufu fulani, mboga inakuwa iendi kama kawaida. Hivyo tumeamua kuwatembelea, tupige nao story 1 2 3 ili tupate kujua changamoto ambazo wanapitia wafanyabiashara katika soko ndogo la Jetem. Natumaini kwamba hii hapa ni soko la serikali. Naitwa Rashidi Lusambo Brino. Karibu bimkubwa. Kwa majina naitwa Monique Jacques maarufu Mama Andre. Mimi ndio mama de Selile wa Selile ya Ndagala na mikeka kukauka. Tunashukuru sana kwa ujio wenu katika soko yetu. Sie tunafurahi sana na maire de la ville kisha tupatia hii soko yetu. Soko ya hewa, soko yenye hatuna mapungufu yote ile ya kusema sisi tuko na nyanyasiwa na mtu. Hatuna nayo. Neno ingine tunashukuru maire de la ville jua alitufanyizia nguvu, tunapata mai pale kipompa. Hivi mwa hii day jour hapo tutaanza pata mai. Neno ya tatu ni kuhusu choo. Alitengeneza wese pale, tushakuwa na wese, hatuna tena boga, tuko na wese, tuko na mai. Kengine kile tunalomba sasa kwa sasa Kenya hatuna, juu amutatia wese tuanze ikala kujua wala tuanze ikala mvula. Kia maana mshatupatia soko, mutujengee soko. Ndio tunalomba kwa serikali. Tukipiga hesabu ni miaka mingapi sasa hivi toka soko wa Jetem mpatiwe soko wa Jetem mpaka leo? Ni miaka mingapi? Miaka 4. Kuna watu ambao wanachuruza hapa msoko ya Mzee Skalia, ni soko ambayo inajulikana na serikali. Hii hapa ndio soko. Kwa nini wale wa kule msije mkaungana soko ikawa kubwa zaidi? Hatuna ubaguzi, tunaita watu wote Baraka nzima. Hatuna ubaguzi, hata sasa hivi wakipenda waje tu, tutawaita, tunawakaribisha kwa amani na salama. Ewe peke ndio wanajibagua, lakini sisi hatubaguani nao. Kuna watu ambao walikuwa nafikiria kwamba soko ya Aibaz ndio soko itakuja kuwa kubwa sana kipindi Baraka inavyozidi kuendelea. Soko ya Aibaz ndio ilikuwa soko lilikuwa linaonekana soko bora zaidi. Ukiangalia sasa hivi Baraka nzima, ukitafuta samaki yenye kuwa na mnofu, samaki kubwa, mboga nzuri, zote sasa hivi Baraka nzima macho wanakuwa natolea hapa Jetem. Hebu niambie, ni furaha ipi ambayo uko nayo wewe kama vile mfanyabiashara ambaye anachuruza mboga msoko wa Jetem? Tunafurahi sana kwa hii soko. Juu hii soko kwa naanza asubuhi 6h mpaka 0h. Hata toka Uvira kifika na 22h atakuta samaki msoko. Na ile soko ya Aibaze ile soko ndio ilikuwa inaonekana soko ya Kabambi Mubaraka. Kwa saa hiyo ndio ya mwisho. Kwa nini? Ewe peke wanajua wakati maji ilikuja kule watu wengi waliama. Wengine wameenda Madame, ule wa Madame atatoka Madame aje Melea Ibazi. Ule mahali enda ngambo ya kule kukama kubarulasha atatoka kule aje Melea Ibazi. Ndio maana soko yao imekufa. Labda kuna mzozo ambao upo baina yenyewe wafanyabiashara, kwa sababu tulisikia kwenye radio za hapa jijini Baraka wanatangaza kwamba wafanyabiashara wa msoko wa Jetem ambao wanahusika na masuala ya kuchuruza mboga wanalalamika sana juu ya jua. Tumefika wakati wa mvua, wakati wa masika ilikuwa vizuri kwa sababu jua ilikuwa na waka, utajata na mwamvuli na churuza mimi. Ikifika wakati wa mvula, hata kile yake na parapluie yake mwamvuli yake, akikuta wewe mko kuchuruza mboga, uko unanyeshwa na mvula, uwezi lema mboga za rebika, biashara inakuwa haiendi, unaomba. Je, wewe kama mfanyabiashara unaweza kuwa na lipi la kuambia watazamaji ambao wanakufuata au wakuu viongozi wa serikali ambao wanakutazama kupitia Tanganyika TV? Sisi tunashukuru kwa yote mlifanya kwa siku ya leo. Watazamaji wataangalia sisi tunaongea, sisi wanawake wa Jetem tunasema hivi, tunahangaika na nyumba. Na wa serikali wote nyumba tu ndio tunalomba. Amuko sasa mtatutilia moto, hatuwezi kala mumoto na tuko mvula wala mjua. Kwa maana bajenge. Nao wakikawia hata yo serikali na hiyo moto yao, sie wenyewe wataona moto yetu tutatia huko. Hapo ulisema kwamba soko ya Jetem inaanza kulema saa ngapi? Asubuhi 6h mpaka 0h. Baraka kuna kura, mwe mnapata mwangaza hai puke mfike ile 0h. Tunajidebriesi peke, tunauza kama bateri zetu na mampule zetu tunawasha. Tukiangalia miaka ya nyuma iliyopita hapa Baraka wizi ulikuwa wingi sana. Sasa hapa mko mnachuruza na ni msoko mko mnaingia batu ba mingi wenye muhimu sura wingi kama tabia yake. Labda kwa na kugatebu siku unaweza kuchuruza. Na mimi churuza sana ile 0h akuminye ile franga kujua security. Hali iko vipi nayo pia? Hiyo hali hiyo ndio tunafurahi mpaka kwa saa hii nilikuwa saulika hiyo neno. Tuko mumegeregere usikie tu. Au contraire bakisema leo kesho wanafanya kingine kitu Jetem.
Balisema aseme Jeteme ikufe juu aivazi ailemi. Akukupita desmene mera natutumia polisi. Jeteme tuko na polisi. Banzo kubashia toka mwa tukakina umoya hata mtoto maonekanaki. Kwanza ukikia emeo kileta manyanga wanakufunga. Mpenzi mtazamaji, Banzoko ni watoto wa mtaani. Huko tunaita Wanzoko. Wanzoko ni wezi, wale ambao wanakuwa na mkono mrefu sana wa kuiba. Sijui hao nao pia waliwasumbua kiasi gani? Miaka ngapi toka soko ilianzia mpaka sasa hivi? Pataga nafuu mwaka gani? Au ni huu mwaka au huu mwezi? Hiyo miaka 4 yote wala 3.5 walitusumbua sana. Mtu akija emea iko na yake 30,000 mfuko wanamuiba bia hivyo. Labda kwa kumalizia ili tupige story na mtu mwingine, wa kumalizia. Wewe umefanya kazi, umechuruza sana kwenye soko ya Jeteme. Unajua mazuri na mabaya ya hii soko. Ni kitu gani ambacho uliona labda kina mapungufu kidogo? Kile kitu kikiwa soko ya Jeteme itazidi kupiga hatua zaidi. Hatuna upungufu wowote ule. Soko ya Jeteme tuna upendo, tunapenda kila mtu aje mwa hii soko. Hatuna ubaguzi, ni Jeteme, ukisikia Jeteme na jina. Hatuna mapungufu hata moja. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV, tupo kwenye soko ya Jeteme. Unajua labda ni watu ambao walalamika kuhusiana na soko. Ikifika wakati wa mvua wanakuwa wanapata taabu, ndio changamoto kubwa, ila kuhusu mambo mengine soko ya Jeteme iko vizuri sana. Ndugu mtangazaji, mimi naitwa kwa majina ya Motife Kitambala. Mimi ni mwandishi wa soko ila Marché Jeteme. Mimi nina historia kubwa kupitia hii soko. Hii soko tumepewa na meya wa mji, anaitwa kwa Mbochwa Hussein. Ndiye ambaye alileta hii soko. Na hii soko imeanza tangu ilikuwa tariki 1 wa mwezi wa 4 mwaka wa 2022. Ilikuwa mwaka wa 2020. Soko hili tulipewa na meya wa mji kama vile Mbochwa Hussein. Ilikuwa ni ile kipindi ya corona virus. Hii soko imetokea pale ku parking ya zamani ya Ibaze. Ndio kwa sisi wafanyabiashara ndogo tulikuwa tunajiinstalle pale. Meya wa mji akaona pale kuna kwa ambutiaje mingi. Akasema kwa hiyo tunafika mkipindi cha corona virus. Akasema lazima watu watoke, wasikuwa na kamatana kama gisi serikali imesema. Lazima watu wakuwa na chiana mita moja. Akasema tuna eneo ambayo serikali imetia pale kwa ajili ya watu. Akakuja akatuinstalle hapa. Ilikuwa tariki 1 mwezi wa 4 mwaka wa 2020. Ndio soko imeanza kuundwa. Pale tukaunda kamati ya soko. Kamati hiyo tuko na presidenti wetu ambaye anaitwa kwa jina ya Masoka Aline. Maua Masoka Aline ndiye presidenti wa soko hili. Na mimi ndiye mwandishi Motife Kitambala. Kwa soko ya Jeteme msimamizi wa hili soko ni mwanamke? Ndiyo, msimamizi wa soko hili ni mwanamke. Na changamoto gani ambazo wewe ni kiongozi unaweza kujua mazuri na mabaya ambayo yanapatikana msoko wa Jeteme? Hebu tuongelee kwanza mazuri kabla ya kuja kuongelea mabaya. Ni mazuri gani ambayo unaweza kushuhudia mbele ya kamera Tanganyika TV kuhusu watu ambao wanakuwa na maneno mabaya katika hali ya kuchafua soko wa Jeteme? Kwa kweli sisi katika soko hili hamuna mabaya, sisi tuna mazuri. Na waza wewe peke kama vile journalist unaona mambo ambayo yanaendelea katika soko hili. Na waza kuna baadhi ya mambo wetu umeshauliza. Sisi humu hatuna vingi, ni soko ya serikali. Sisi hatusumbui wa mambo wetu. Ni soko ya hewa, ni soko ya afya, ni soko ya usafi. Ukizunguka katika soko hili hamuna uchafu, ni soko ya usafi. Tunapewa maji, tuna kipompa pale kinaonekana vizuri. Tunaenjoy kwa raha. Ukitaka maji utayapata, tuna choo ziko pale. Nadhani choo na maji yamekuja ni huu mwaka 2023. Tofauti na hivyo labda tuzungumzie kitu kingine. Tofauti na samaki hizi kubwa sana. Hapa ukiambiwa tofauti na samaki, tutajie kingine kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kupatikana hapa msoko wa Jeteme, labda ukitafuta msoko zingine unakosa. Kwa kweli sisi katika soko hili kuna mchanganyiko wa vyakula. Ukitaka kupata samaki utapata, mchele utapata, matunda utapata,
tomate utapata, yani chochote kenye kinaumbika chini ya jua utakipata katika soko la JTM. Sawa, ulikuwa na lipi la kumalizia kama vile message kwa wale ambao wanakufuata, kwa sababu tulisikia wafanyabiashara kwenye hili soko wanalalamika sana kuhusu kutokujengwa kwa hili soko, na ni soko ya serikali na tumefika wakati wa mvua. Wewe kama vile mwandishi wa soko ulikuwa na lipi hasa message ipi ya kuwafikishia watazamaji ambao wanakutazama muda huu kupitia Tanganyika TV? Mimi message ambayo mimi ninayo, message ambayo mimi nataka kutoa kwenye raia. Message ambayo mimi ninayo ni kusema hivi. Hili ni soko la serikali. Serikali ina mipango mengi. Unaona, serikali ina mipango mengi. Unaweza kusema leo utatengeneza hivi, kesho inakuwa ni mambo mengine. Walikuwa na process, wametengeneza macho, wameleta maji na vingine kama vile mangari watapata. Na kingine kama vile sisi kamati ya soko tunasema hivi, tunaita ni vile ya Baraka. Tuna preparation kusema kama sisi tunataka kutia umeme, tutatia kama vile mapano solaire, tutatia mwanga ndani wa soko hili ikifikia siku ya Mungu, yani dimanche. Yani kama vile wewe journalist ufike zile siku utakutanisha mwanga upo. Na soko yetu tunasema kwa wale wa passager, akitoka Uvira, akitoka Misisi, akitoka Lubumbashi, akitoka wapi, tunasema soko yetu inaanza usubuhi kuanzia 7h mpaka 23h. Ufike tu, hautakuwa na kila kusema sema mimi nitafika mule nitakosa chakula, utakutanisha mwanga, mata inawaka kama vile kawaida. Asante sana kwa muda wako. Na mimi nawashukuru sana kwa kuja kutembelea. Na ulikuwa nami mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Dogo, niko vizuri. Ngoja ulikuwa nami mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV, naitwa Rashid Lusambo Brino Marshal. Malalamiko ambayo umepata kusikia huenda inaweza kuwa tofauti na yale ambayo tuliyasikia mwanzo. Watu walalamika kwamba wafanyabiashara ambao wanachuruza mboga, samaki kubwa kubwa, samaki ndogo ndogo kwenye soko la JTM wana mapungufu sana kutokana na jua. Jua linawakia, imefika wakati wa mvua pia, mvua itawasumbua. Hivyo ombi lao kubwa ni upande wa serikali kuangalia namna gani ambayo wanaweza wakafanya ili kutengeneza soko. Sina mengi sana penzi mtazamaji, ningekusihi kwamba uendelee kufuatilia Tanganyika TV mwanzo mpaka mwisho ili uwe unapata habari kemkem na vipi kuhusu jiji la Baraka linavyozidi kuendelea kimaendeleo na kiuchumi. Tukutane na mama msimamizi ambaye anasimamia wafanyabiashara ambao wanachuruza samaki kwenye soko la JTM. Ana mawili matatu ya kuongea kuhusu namna gani wanaweza kaangalia kuhusu kupata ujenzi soko lijengwe, kwa sababu tunafika wakati wa mvua. Je, wakati wa jua walikuwa wanaishi vipi na changamoto gani ambazo wanapitia? Wafanyabiashara wanaishi vipi, kwa furaha, wanachuki hivyo? Kwa majina mengi nataka kujitambulisha mwenyewe ili nipe nafasi ya kuongea mawili matatu kama msimamizi wa soko upande wa wafanyabiashara wa samaki. Karibu mama. Kwa majina naitwa Maua Masoka Aline. Mie ni mama presidenti wa marché JTM. Soko ya amani, soko ya hewa, soko ya furaha. Kenye tunaweza sema juu ya madepite yetu na benye bako ngazi zote za yulu. Kitu cha kwanza tulishukuru meya wa jiji kweli kutupatia na hii nafasi kutuhusisha kabisa kwa siku kwanza lema hapa. Juu ile wakati ya corona tulihangaikaga sana na kulema. Tunalema masoko ya prive na tukakiaona soko yetu ya muvile ya mubarabara. Soko ya hewa ukie 0 utakula tilapia, ukie saa 5 utakula tilapia, ukie saa 8 utakula tilapia. Saa zote zile JTM iko 6 Kenye tunapashwa sema ni kusema juu viongozi viko yulu. Tuko tunahangaika sana juu ya jua. Na hivi tunaingia wakati ya mvula. Mungefanya nguvu yenu yote nye mnajua badepite betu wote nyiviko. Bambatobe, bamsambia banani, bade bamezwe skale. Tunaweza shangala sana kwa kuona kweli kisi tulibachagula kweli na mwisho na tushaleta kitu cha maendeleo mvile yetu kukosa kutujengea. Na tunasolicite sana meya wa jiji juu ya Kipompa. Kipompa inatusaidia sana. Tulikuwa tunahangaika juu ya meya kusukula mboga, tulikuwa tunahangaika juu ya wese, lakini tunaona kila kitu kyote kabisa kiko tayari. Kenye tulikuwa tunalilia matala.
tunaona matala ni ya kidogo sana marshe Jeteme, lakini tuko na uhakika kesho tushajiorganize, tunaona kesho wala kesho yake tunaona marshe Jeteme mutawaka. Na hivyo pardon kidogo, soko ya Jeteme ikiwaka ni kwa nguvu za serikali au ni kwa umoja wenyewe wafanya biashara na komite ambao nasimamia soko la Jeteme ndio mlichangachanga pesa ili soko lipate kuwa na mataa? Sie tuliona kwanza servisi ya kwanza ya polisi ilitusaidia sana juu ya bana nzoku ba mwizi balikuwa natuuzi sana. Kolonela alitupatia security mpaka gisi tukapa tuko mzuri kabisa, tumea polisi tuko mzuri na polisi tukakia ona hapana maendeleo yetu tuuze mapano tuuze na mabateri juu tuwashe soko yetu, ni maendeleo ya soko yetu tu. Nisie bachuruzi na sie komite ya marshe Jeteme ndo tulikala pamoja na bachuruzi bote tukasikilizana juu tupate ile matala tuwashe soko yetu na tuanze maendeleo ya mungini yetu ya vile ya Baraka. Tunakatala marumbano, hatupendi marumbano, tunapenda ni maendeleo. Na kuna watu walisema kwamba msoko ambazo wafanyabiashara wanahangaika sana jiji la Baraka, Jeteme ni moja wapo. Sijui hilo nalo unaweza kalijibu vipi kama vile msimamizi wa wafanyabiashara kwenye ile soko? Sie tunayua kweli mea wa jiji anatutia muamani sana kupitia marshe Jeteme. Tuko mzuri tu sana, manake hatuna usumbufu yoyote ile. Hatuna usumbufu yoyote ile, lakini tukatusha tu regrete batu ya soko ya Ibaze ndo balipandaka kuradio kusema ke isoko yanze lema tu magharibi, na sie tukabajibia ke hatuwezi na iwezi kuwa tena soko ya magharibi juu ni soko yenye kwa maendeleo. Mkubwa fulani kiongozi fulani atange mwa Baraka saa 5 ya usiku atakula tilapia, atakula kafyeke, atakula kuwe, atakula nonzi, kila kitu, atakula mikeke ya kukauka, atakula sambaza ya museze ya mzuri. Tena hapana ndagala zile za michanga, ndagala za kuluchanga sasa vile ndagala za Bujumbura. Na ba transportere bote bakutoka mamisisi bakupita transit kwenda Uvira. Tunabaomba mwanze ingia marshe Jeteme, mnaenda mnaemea mikeke ya kukauka na mandagala za kukauka. Labda kwa kumalizia, kuna wale ambao wanapenda soko la Jeteme ifeli anguke kwa sababu wanaanza kuipangia mipango, labda ingekuwa kulema tu magharibi sanze busubuhi, labda walikuwa wana hofu kubwa kuona kasi ambayo soko la Jeteme inakuwa nao. Sijui kuna ubunifu gani ambao komite na wafanyabiashara mko mnatumia ili soko zidi kupiga hatua kuliko soko zingine mpaka nakuwa nasinga wivu na maneno mengi mpaka komersa wengine wenyewe mpaka wachuza diferana hii soko hili? Sie tunayua kitu kyote ni maendeleo. Fasi ikisha kuwa iko na maendeleo, wakati tulianzaka hapa bananzaka tuambia tuanze enda kule mwisho wa kiwanja kwenye watu walikuwa wanaporewa, babanzi walikuwa napiga kila siku masasi. Huko babatu walipigwa masasi. Mimi mmoja kwanza hivi nipigwa kama masasi msoko ya El Shaddai. Lakini wakati nilipigiwa kama masasi, juu tulionaka tulikuwa msoko nyiko saa vile tuko maji tuko ni munyumba. Juu sie tunaya soko za munyumba saa vile soko za Ibaze. Zile zinakuaga ni soko za supermarket. Ulote mwanapenda kuza pantalo ya mzuri, shemize ya mzuri, kiato cha mzuri, anapashwa ingia mu supermarket. Na kia lazima si hapa kwetu Baraka tuna soko ya supermarket. Tunaweza pendelea serikali ile soko ya Ibaze geuke supermarket. Kisha hii soko bachuruzi bote bale bakuye tuanze lema na bakaribisha ukasi kubwa sana. Juu sie tunajua tuko hapa tujua maendeleo, hatuko hapa juu ya uharibifu. Koloneli ambaye alimaliza tatizo ya Banzoko, unaweza kuwa unamjua jina ambaye alifanya leo mkoe na amani kidogo? Twagoko. Mungu wangu Yesu, unisaidie, sijui hata jina huko Kolonele Banduku. Ni kolonela la polisi. Kolonela la polisi alitusaidia sana, service zote zilikuwa kama Murenyo Mamate, antukazi zilifelicite sana marshe Jeteme ikuwe na insecurity na kweli tulipata. Tofauti na Banzoko hakuna ingine tatizo msoko wa Jeteme. Hakuna ingine tatizo. Tatizo tulikuwa nani ya matala na tunaona tulishajiorganize juu ya probleme ya matala, na kama kutajitokeza vingine viongozi, kama kutajitokeza ba depute, tunaweza bakaribisha juu tuendeleshe maendeleo ya vile yetu ya Baraka. Asante sana mama president kwa muda wako. Asante sana, na mimi nashukuru sana, mwanze kia kututembelea kila wakati. Simunaona soko yetu masaa longo manini, lakini kitu ke tunaweza omba mea wa jiji atuonyeshe fasi yenye tutakuwa tunatupa buchafu. Wese tusharizika kipompa tunarizika. Juu wese hawezi kuwa kwenye hakuna mai. Vraiment Mungu awabariki na gisi wanatulea mzuri. Baliona sisi tuko banamuke betuko tunahangaika, tuko ba marangaza. Juu sisi tuko kwa bachuruzi, sisi tunakuwa kama marangaza.
tuko na mtai ya 100 francs, mwanamke kuna rangaza na 50,000 30,000, na kama kwa mtu anaweza tuletea franga ya mikopo juu mama bazidi kuendelesha maendeleo yenye iko mbele, tunaweza mkaribisha tu sana. Kuhusu mataxe pia, taxe tuko tu bien kabisa. Taxe ni moya tu mviletu ya Baraka, vraiment tunarizika na taxe kupitia na taxatere wetu mwenye kwa msoko anatulea tu mzuri, hatuna vurugu naye. Tunashukuru mama. Na mimi nashukuru sana na mwanze zidi kia kututembelea sisi tusikia masaa longo. Chaque vendredi marché Je t'aime inafanyaka usafi barabara, msoko tunafanyaka usafi. Kwa hiyo tunapasha tuanze baona chaque vendredi mnakuja tunatupitisha kurati. Walitambia soko Je t'aime na msimamizi mwanamke ndio wewe na mie naitia mie kweli mie ndo msimamizi wa marché Je t'aime, tena narudilia jina langu naitiwaga Maua Masoka Aline. Asante mama. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.